Naam, leo hii tupo kijijini kabisa. Hapa ni Tumbatu na unaona mandhari halisi ya Kitumbatu. Hata sauti za wanyama zinasikika hapa. Ujio huu ni kumfata Nahodha Yusuf Nahodha Haji maarufu Nahodha TZ au unaweza kumuita Nahodha Creative. Yeye ni mtu wa kusanifu picha, unaweza kusema graphic designer. Ana historia nzuri ya maisha ya kufundisha jinsi ya kupambana katika kujitetea kwenye mambo ya kiuchumi huko. Kama kijana, kuna story nzuri sana ya kusikiliza hapa. Na kuomba tufuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Master Shua. Nahodha, karibu sana. Asante, nimekaribia. Asante sana. Kwa mtu ambaye hajui dhana ya graphic design, unamfahamisha vipi? Yani kwa kifupi, ukisema graphic design tunasema ni usanifishaji. Kwa hiyo hii ina maana kwamba unatoa kutoka neno yani unatoa kitu kutoka kwenye idea, tunaibadilisha ili iweze kuonekana. Yani kwa mfano, wewe unanipa idea, nipo na hivi na hivi na hivi, mimi kama graphic designer naibadilisha idea yangu kuweza kuonekana. Yani ndo dhana fupi hiyo, kwa sababu tukisema tuongelee graphic design kwa upana hapa tunaweza tukachukua masaa mengi na kipindi sio hivyo tarajiwa kiwe kirefu zaidi. Kwa mfano na kupatia taswira yangu nayojenga kwenye akili yangu kwamba nahitaji picha ambayo itakuwa inaelezea jambo fulani, wewe na convert mawazo yangu kuja kwenye picha inayoonekana, si ndio? Kabisa, ndio maana halisi ya graphic design. Kabisa. Na uzoefu wako kwenye tasnia hii, labda umeanza mwaka gani na umepata ujuzi huo kutoka sehemu gani? Kwa upande wangu yani binafsi nimeanza sasa na miaka 3 hasa ya kufanya kazi hii. Lakini zamani nilikuwa napenda, nilikuwa sijajihusisha, lakini sasa hivi na miaka 3 na uzoefu wa miaka 3 kwenye tasnia hii ya graphic design. Kabisa. Unafanya nini hasa kwenye graphic design? Graphic design nafanya kazi mbalimbali ikiwemo za graphic design, kwa sababu nikutofautishie kwenye graphic design. Kuna graphic design ambayo inakuwa ni still, kwa mfano vitu ambavyo haviwezi kumove, lakini unakutana na motion graphic design ambayo inafanya motion. Kwa hiyo kuna graphic ambayo iko still, kuna graphic ambayo ina animate, yani unafanya kitu ambacho kinaweza kika move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na wewe unafanya yote hayo? Kabisa. Katika kazi hii ya graphic design kwa sasa inaweza kuwa ni fursa kwa vijana, kwa maana tunapozungumzia kwenye suala la ajira. Naam, kabisa ni ipo kwenye soko sana kabisa. Huwezi kuishi bila graphic design. Kwa mfano waliotengeneza, kwa mfano wewe unaenda kwa mfano unaenda chooni utatumia mswaki. Aliotengeneza mswaki ka design mswaki, sasa ni graphic design. Itategemea ni graphic design aina gani. Ndio. Ile gamba la mswaki basi ni limetengenezwa na designer. Au tuseme unapita kwenye mabango hayo, pesa zile waliotengeneza ni designer. Haijavumbuliwa tu, pesa imechimbwa kwenye nini iko ikatolewa. Lakini yani maisha yako yote unayofanya basi wamehusika graphic design. Yani graphic design ni part ya sanaa. Zipo sanaa ambazo zinaonekana, kwa mfano unakuta waimbaji wana perform, wale ni wasanii, lakini graphic design watu ambao wana design huwezi kuwaona. Yani asilimia chache huwaone design. Utaona mabango wanao design, au utaona yani wako nyuma ya kompyuta, huwezi kuwaona. Na haihusiani na hiki ambacho tunakizungumza, lakini kuna jamaa mmoja aliwahi kuniambia kwamba ukitaka kumsifu Sharukan kwa ukubwa wake kwenye sanaa, usiishie kumsifu Sharukan, msifu aliyetengeneza maigizo ambayo anaigiza Sharukan. Ndicho ambacho unakizungumzia hapo. Kwa sababu vitu ambavyo unaviona kwenye maisha yako vyote hivyo, wa graphic design humjui ka design nani. Ndio. Yani kwanza humjui nani ambaye amedesign, lakini unaviona vinaonekana vizuri kabisa kwenye maisha yako halisi. Kwa mfano unatembea huko kwenye barabara, unaona ma billboard, sijui unaona manini, nani katengeneza? Lakini nitakupa short story. Kitu ambacho kilinivutia hiyo story, kila mtu namsimulia. Kuna kipindi niliondoka
kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yani kutoka sehemu ambapo unaishi kwenda sehemu nyingine. Na unaposema sehemu unayoishi unaweza hapo pia kuwapatia? Yani natoka Tumbatu naenda mjini. Kipindi hicho nipo mdogo. Yani tunapita na mko wangu, yani mjomba wangu, tunapita barabarani tunakuta mabango yale, nikamuuliza kuna siku, haya mavitu yanatengenezwa kwa nini? Akanambia tu haya mavitu yanatengenezwa kwa kutumia kompyuta. Kompyuta wanatengeneza vipi? Akanambia hii ni kazi kubwa sana, kukuelezea sasa itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo theory yangu tokea mdogo, wanatengeneza kompyuta. Kwa hiyo nikaamua nikimaliza kusoma nitajifundisha kompyuta. Kwa hiyo yani hii kazi nilipenda tokea nipo shule. Yani tokea nipo shule. Kwa hiyo unajikuta ipo kwenye moyo wangu. Lakini kwa Zanzibar, miongoni mwa changamoto ambazo napata kuzisikia kutoka kwa vijana ambao wana ndoto ya kufanya kazi kama hiyo, wanasema hamna labda vyuo maalum vinavyosomesha mambo ya graphics na issue kama hizo. Kwa upande wako uliwezaje kumudu changamoto hiyo na kuweza kufikia malengo yako ya kuwa graphic design? Ni story ndefu. Unajua dunia sasa hivi ni ya kidigital, wanasema dunia ya kiganjani. Kwa hiyo sehemu ya kujifundisha haimaanishi uende chuoni. Kuna watu ambao ni graphic designer wazuri au videographer wazuri walimesoma kupitia majukwaa mbalimbali. Jukwaa ambalo maarufu unaweza kujifundisha kitu chochote ambacho unakitaka ni YouTube. Ukiwa na bando lako tu unaweza ukaandika namna gani naweza kupika keki, utaletewa. Namna gani ambavyo unaweza kutengeneza kipeperushi, utaletewa. Namna gani ambavyo unaweza nikatengeneza video yangu, namna gani ambavyo unaweza kutengeneza, kujifundisha namna gani kupiga picha. Yani everything ambacho unakihitaji utalikuta kwenye jukwaa la YouTube. Kama una ndoto zako, basi usiseme tu sina uwezo wa kwenda chuoni kujiunga na chuo. Kwa mfano kosti 500,000 600,000 siwezi kuimudu. Kwa vile una simu yako, na sikufichi, kama una simu yako ya 1,500,000 pengine, tafuta bando lako tu la shilingi 1000, ingia. Kitu gani ambacho unataka kujifundisha, au career yako ipi ambayo unataka kujifundisha, au niche gani ambayo unaitaka. Yani ninaposema niche, yani ninasema na career, yani kitu gani nataka kujifundisha. Graphic design, nataka kujifundisha videograph, nataka kujifundisha photograph. Yote utakuta kupitia YouTube, kwa sababu yapo majukwaa ambayo yanatoa hizo skills, lakini huwezi kuafford bei zake kwa mfano. Kwa hiyo kama unaanza wewe, kwa mfano unataka kujifundisha, basi anza na YouTube. Baadaye ukiona maendeleo yangu hapo vizuri, utaanza kununua kozi ambazo zinalipiwa. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimeanza YouTube. Na unajivunia nini kupitia kazi yako hii ya graphic designer mpaka muda huu? Umeniambia kwamba takriban miaka 3 sasa. Ni kipi unachojivunia? Kwanza kitu ambacho najivunia ni jamii yangu imeanza kunielewa kitu gani ambacho nafanya. Na kuna watu ambao wanashajishika kupitia hichi kitu ambacho nakifanya na wanatamani kufanya hichi. Kwa sababu graphic design mwanzo wakati unajifundisha ni ngumu kupata kitu, kupata pesa. Na ukiendekeza pesa mwanzo, basi utafeli kujifundisha, kwa sababu unatakiwa kitu cha kwanza baada ya kujifundisha ujitolee kwenye jamii yako, au ujitolee watu wakujue, uoneshe portfolio yako, yani uoneshe kazi ambazo unazifanya, ili watu waweze kufanya kazi na wewe. Unafahamu? Siwezi kukupa kazi sijahi kukuona kazi ambayo umeifanya. Kwa hiyo nitafanyaje kazi ili niweze kupata kazi? Naanza kujitolea kwa jamii. Ataniona mtu fulani kafanya kazi hii, kafanya yeye kweli na oda, ndio kafanya. Unaanza kafanya kweli, nipe namba za oda. Kwa hiyo unaanza kupata connection mdogo mdogo, kwa sababu watu wanasema siwezi kumpa kazi yangu, sijahi kumuona kazi yake. Kwa hiyo kupitia wale jamii yako, basi ndio itakupa connection. Umeanza pengine umechaji, kwa mfano mtu umemtengezea business card, umemchaji 10,000 tu, 5,000 bure. Lakini kuna siku ambapo utakuwa ushakuwa expert. Utaanza kufanya kazi zako. Mtu akija, nataka unitengezee business card. Anakuambia mimi nataka kutengeneza business card, au nataka unitengezee logo. Kwa hiyo logo yake ina package fulani, kwa mfano 1,000,000. Ili nikutengenezee logo. Ndani ya package utakuta kuna logo, kuna kwa mfano kuna template tofauti ambazo utaziendesha kwenye taasisi yako. Kuna yani
in short itategemea na graphic design au na mtu ambaye unamtengenezea kazi anahitaji kazi yake kwa sababu gani, kwa kitu gani. Kwa hiyo unakuwa mnampa hivi. Kwa Zanzibar masoko ya kazi hii yapoje? Kuna sehemu ambazo unaziona kwamba ni fursa kutumia kazi hii ya graphic design? Yani in short, graphic design popote inatumika, makanisani, ofisini, shuleni, kwenye vituo vya, yani popote basi inatumika. Kwa hiyo mtu ni ngumu ile kuanza, na kuanza ni ngumu kwa sababu unachukua muda mwingi kujifundisha. Unaweza kuchukua miezi 6, miezi 7, mwaka, itategemea na akili ya mtu. Sio kila mtu anaweza kuelewa kwa miezi 6, miezi 3. Na ndoto yako kubwa ambayo unasema kwamba hii lazima niweze kuikamilisha, iwe itachukua miaka mingapi, lakini hii lazima niweze kuikamilisha, ni ipi hiyo? Naam, kabisa. Kila mtu anafanya kazi kwa ndoto. Kwanza kitu hicho, yani hakuna mtu ambaye, wengine wanafanya kazi ili waonekane, lakini ndoto yangu kubwa ni kwanza kutengeneza jamii ambayo inaamini kwamba graphic design ni kazi, nayo isitoshe kujitengenezea kipato mimi mwenyewe, alafu kufundisha watu kupitia kile kitu ambacho nimefundishwa. Na kwa upande wa kufundisha watu ambao wananifuatilia, nimeamua kwa sababu kuna watu wananifuata na mimi niko busy, wanaambia Nahoda, tunataka unifundishe face to face. Face to face siwezi, utatufundisha kwa njia gani? Nikaambia inshallah last month nitatengeneza YouTube channel ambayo itakuwa inaitwa Nahoda Creative. Kwa hiyo utajifundisha masuala mbalimbali ya ubunifu, teknolojia na update zote ambazo zinahusiana na ubunifu. Kwa hiyo unaweza kusearch hiyo channel, unaandika Nahoda Creative. Kwa hiyo utajifundisha masuala mbalimbali ya ubunifu na teknolojia kabisa. Unaweza kushare mawasiliano na watu ambao wanahitaji wanakuhitaji kikazi zaidi? Yani mpaka sasa hivi natumia mtandao mmoja tu mpaka sasa hivi, ambao uko yani muda wote unaweza ukanipata, ni Instagram. Nienda pale, andika Nahoda_TZ, utanikuta na utaangalia baadhi ya kazi ambazo nimeziposti, nimezifanya mimi mwenyewe. Kwa hiyo nipo kuandaa ndondo mbalimbali ambazo zitafundisha watu. Kwa hiyo ni sehemu moja tu, na DM Nahoda, nataka kazi. Neno lako la mwisho kwa kijana ambaye anakuangalia time hii kupitia Fani Media? Neno langu kwa kijana ambaye ananifuatilia ni kwamba kwanza usichague kazi ni yoyote. Kazi ni kitu ambacho kinakuingizia wewe mwenyewe na ukaendesha maisha yako. Kwa usiseme tu bwana kazi ile ngumu, siwezi kufanya kazi ile, sijui kompyuta. Hakuna mtu ambaye amezaliwa, yani hakuna mtu ambaye amezaliwa. Wewe umeamua tu nataka kujifundisha hichi kitu. Kwa hiyo kama unataka kujifundisha, focus kwenye ndoto zako. Ukisha focus, utaungulia maumivu kwa muda wa miaka 3, 4, lakini haiwezi yani ukiona unafika miaka 6, miaka 7, basi hujaweza kujua bwana hii niyochagua inaniingizia kitu gani, basi achana nayo tu. Lakini nashauri watu ambao wanataka kujifundisha creative skills hizi, basi unaweza kunipata kwenye channel yangu ya Nahoda Creative. Unaweza ukajifundisha masuala mbalimbali ya videograph, motion designer, photograph pamoja na graphic design, au tunaweza tukaongezea na masuala mbalimbali ya teknolojia. Kwa mfano unaweza kutengeneza website kwa kutumia WordPress, au kufundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na website kabisa. Asante sana na karibu sana Fani Media. Shukrani, na nimekaribia.